Na jambo ambalo mashabiki wa Yanga, benchi la ufundi la Yanga watalizungumza leo hii. Kwanza ni furaha kwamba wamepata pointi 3 muhimu, wamesonga mbele kwa hatua inayofuata michuano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa kupata ushindi wa bao 1-0. Lakini la pili, watataka kujiuliza zaidi kwamba wanafanyaje katika mechi zinazofuata katika kutumia vyema nafasi wanazozipata. Ni kwa sababu leo hii wakicheza dhidi ya TMA katika mechi ya raundi ya 16 ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, Yanga walikutana na upinzani haswa kutoka kwa TMA ambao walikuwa wakizuia zaidi, wakiwa chini ya kocha Haji Nuhu, mchezaji wa zamani wa Azam ambaye ndiye anayeongoza hivi sasa. Yanga walikumbana na TMA iliyokuwa ikizuia zaidi, ikishambulia kwa kujibu counter attacks. Lakini hata hivyo, Yanga pamoja na kwamba TMA walikuwa wakizuia zaidi, wakitumia staili iliyowezesha kupata ushindi wa bao 1-0 katika raundi iliyopita waliocheza dhidi ya timu nyingine ya ligi kuu Tanzania bara ya Tanzania Prisons na kusonga mbele kufika katika hatua ya 16 bora. Bado Yanga walifanikiwa kufika mara kadhaa katika lango la TMA, lakini wakashindwa kuzitumia nafasi. Ni bao lililofungwa na Maxim Pia Nzengeli kipindi cha pili, dakika 69, akitumia vyema pasi iliyotokana na mguso mmoja kutoka kwa mtokea bench Edmund John, akaweka mpira wavuni, likiwa ni bonge la bao lililotokana na bonge la assist kutoka kwa Edmund John ambaye naye alipata pre-assist kwa maana ya pasi kabla pasi saidizi ya bao kutoka kwa Peodo Pacome Zouzoua. Bao hilo likaifanya Yanga isonge mbele kwa hatua ya robo finali, kwa sababu baada ya hapo Yanga licha ya kwamba walikuwa wakimiliki zaidi mpira, wakifika zaidi katika eneo la TMA, lakini nafasi zilikuwa haba, lakini hata zile zilizopatikana Yanga wenyewe hawakuweza kuzitumia. Na ndio maana nasema pamoja na ushindi wa leo hii, pamoja na kusonga mbele hatua ya robo finali, kocha Pedro Gonçalves na wachezaji wake watalazimika kwenye session zao za mazoezi kulizungumzia swala hili kwamba unakutana na timu inayozuia zaidi, nafasi zinapatikana halafu huzitumii, ni hatari kwa siku nyingine. Lakini vinginevyo Yanga katika dakika 45 za kipindi cha kwanza, kama ilivyotarajiwa, ni kwamba TMA walikuwa wakizuia zaidi. Golikipa wao Saidi alikuwa bize, walinzi wao Musa Mlawa, walinzi wao Clinton Mbilinyi, walinzi wao Hamadi beki wa kati, pamoja na Isaya Mwamwenda ambaye ni beki wa zamani wa Fountain Gate ya ligi kuu Tanzania bara, walikuwa kwenye kiwango kizuri sana. Lakini pia bila kusahau Ngoda alikuwepo, pia Arafat. Lakini kwa mbele mashambulizi yao ya kujibu, TMA walikuwa wakipeleka mipira zaidi kwa mchezaji namba 11 mgongoni Ernest Baltazar Bartolomeo, lakini vile vile kwa Jafet katika kushambulia kwa kujibu. Dakika 45 za kipindi cha kwanza Yanga walifika zaidi, lakini nafasi walizopata kupiga mashuti ya kulenga shabaha zilikuwa ni 3. Ni mashuti matatu ya kulenga shabaha, TMA wakipiga shuti moja tu dakika 45 za kipindi cha kwanza lililolenga shabaha kati ya mashuti matatu waliopiga. Yanga walikuwa katika kipindi cha kwanza wapiga mashuti 8, kati yake 5 yakienda nje, lakini matokeo yalikuwa bila mpaka mapumziko. Yanga wakiwa wamepoteza nafasi kadhaa katika kipindi hicho, ikiwamo nafasi ya wazi iliyopotezwa na Maxim Pia Nzengeli ambaye ndiye alikuja kufunga bao la ushindi, lakini alipoteza nafasi katika kipindi cha kwanza. Cross kutoka kwa Peodo Pacome Zouzoua, golikipa Said wa TMA akiwa katika nguzo nyingine, yeye akiwa katika nguzo ya pili. Beki aliyekuwa akimzuia yeye alikuwa nyuma yake, yeye angali na mpira kwenye paji lake, lakini akilitazama lango kwa mastaajabu ya kwake yeye mwenyewe, maana baada ya hapo alisikitika sana. Ni kwamba Max alipiga kichwa cha mpira uliokwenda nje katika lango lililokuwa tupu. Lakini Shekan Rashid alipoteza nafasi moja katika kipindi cha kwanza ya wazi, kipindi cha pili alipoteza pia nafasi nyingine. Lakini Peodo Pacome Zouzoua kuna nafasi 2 takriban alizipoteza ambazo kwa kawaida huwa anafunga. Lakini mwingine ni Frank Asing, kuna mpira wa kona ulimdondokea akiwa yeye na goli ndani ya yadi 6, akapiga shuti ambalo lilikwenda kugonga nguzo badala ya kuwa goli. Kwa ujumla tu Yanga walipoteza nafasi kadhaa za kufunga ambazo pengine wangezitumia, isingeshangaza hata kidogo Yanga leo hii kuondoka na ushindi wa mabao 4 hata 5. Kwa ujumla tu ni kwamba walipoteza nafasi kadhaa. Hata hivyo huwezi kaacha kuwapongeza TMA kwa namna walivyokuwa wakizuia kwa kiasi kikubwa, wakishambulia kwa kujibu. Ikumbuke kwamba kwenye makaratasi ilionekana Yanga labda watapata ushindi mnono sana, maana mechi iliyopita dhidi ya Polisi Tanzania walishinda 7-1. Mechi ya nyuma yake dhidi ya Cosmopolitan walishinda 2-0 na kuingia kwa ujumla, baada ya kushinda mechi hizo 2 zilizopita, wakaingia hatua ya 16 bora.
Yanga wanaingia kwenye mchezo wa leo wakiwa ndio vinara katika ligi kuu Tanzania bara, michezo 18, pointi 44, ndio timu inayoongoza kufunga mabao mengi, wamefunga mabao 38, ndio timu yenye ukuta imara zaidi katika ligi kuu Tanzania bara, imeruhusu mabao matatu tu katika mechi 8. Lakini TMA wanaingia kwenye mchezo wa leo hii wakiwa wao kwenye championship wakiwa nafasi ya 11, mechi 21, wana pointi 21, performance ya around 33%, wakiwa wamefunga mabao 14, wameruhusu mabao 19, goal difference hasi 5, wakati Yanga goal difference hasi 35 katika ligi kuu Tanzania bara. Yanga walikuwa wanaingia kwenye mchezo wa leo wakiwa ndio mabingwa watetezi wa michuano ya kombe la shirikisho ya benki ya CRDB mara 4 mfululizo. Yanga walikuwa wanaingia kwenye mchezo wa leo mechi ya 27, ikiwa mechi 26 zilizopita Yanga wameshinda zote. Kati ya hizo 23 ndani ya dakika 90, mechi 3 walikuwa wameshinda kwa mikwaju ya penalty. Mechi dhidi ya Geita Gold, mechi mojawapo dhidi ya Azam walishinda kwa mikwaju ya penalty kwenye fainali mojawapo, mechi dhidi ya Coastal Union Yanga walishinda kwa mikwaju ya penalty. Nakumbuka mechi mojawapo ambayo walimaliza dakika 90 kwa sare ya 3-3. Sababu hiyo kwenye makaratasi ilionekana Yanga watapata ushindi mnono, lakini kile walichokikuta kwa TMA wakicheza vizuri kuzuia kwa idadi kubwa, lakini pia pale wanapopata mipira hawapaniki kwa kuibutua hovyo. Walionyesha show nzuri, wakatoa ushindani wa kutosha kwa Yanga, ambayo hata hivyo mkubwa ni mkubwa tu, kwa sababu bado Yanga licha ya kumiliki sana mpira mpaka mapumziko wanamiliki mpira 60%. Kipindi cha pili waliendelea kumiliki zaidi, lakini walitengeneza nafasi ambazo ndizo tunazosema kwamba kama wangezitumia vizuri pengine wangekuwa na mabao mengi zaidi. Pamoja na kusonga mbele kwa robo finali, pengine furaha nyingine kwa Yanga, mashabiki wao, wanachama, wapenzi, ni kwamba kuna baadhi ya wachezaji wao waliokuwa wakikosekana katika siku za karibuni kutokana na ama majeraha ama kwa sababu za kimbinu. Leo hii walipata nafasi ya kuanza kikosini ama kuja kuingia. Mtoa pasi ya bao Edmund John alikuwa akikosekana mechi kadhaa kutokana na majeraha, lakini leo hii aliingia akatoa bonge la assist, likafungua bonge la bao na Maxim Pia Nzengeli, ikiwa ni Edmund alipofanya mguso mmoja tu katika kutoa pasi kwenda kwa Maxi, akipokea pasi kutoka kwa Peodo Pacome Zouzoua. Huyu ni furaha kwa mashabiki wa Yanga kumuona. Lakini Prince Pumelo Dube alikosekana hivi karibuni kutokana na majeraha, leo hii aliingia katika kipindi cha pili kuelekea mwishoni kuonyesha kwamba sasa yuko fiti. Yanga maana ilianza bila kuwa na mshambuliaji wa kiasili kama ilivyokuwa katika mechi zao mbili zilizopita za ligi kuu Tanzania bara, mechi dhidi ya Tanzania Prisons, mechi dhidi ya Pamba Jiji. Hawakuanza na mshambuliaji wa kiasili, lakini wakashinda 3-0 mabao 6. Na leo hii walianza bila kuwa na mshambuliaji wa kiasili, lakini wachezaji kadhaa walipata mapumziko, akiwamo Alan Okello aliyekuwa jukwani hakuwamo kabisa kikosini, Mudathir Abbas hakuwamo kabisa kikosini, Zuke Abuya alikuja kuingia katika kipindi cha pili, Mohamed Damaro Kamara alikuja kuingia kipindi cha pili, Israel Patrick Mwenda hakuwamo kabisa kikosini, beki wa kushoto Mohamed Hussein Shabalala hakuwamo kabisa, lakini alianza Kibwana Shomari, baadaye alikuja kuingia Shadrack Sakaboka ambaye ameanza kurejea. Leo hii pia alikuwa miongoni mwa waliocheza. Golikipa Hussein Masalanga ameendelea kupata nafasi kama ilivyokuwa katika mechi dhidi ya Pamba Jiji. Mabeki Frank Asink alikuwa ni miongoni mwa walioanza kikosini, lakini kwenye eneo la kati kulikuwepo na Lassine Kouma ambaye yeye ameanza pia kikosini, lakini alikuwepo Sheikh Ali Ibrahim alianza kikosini kabla ya kuja kutoka katika kipindi cha pili. Ni miongoni mwa yale ambayo yanaweza kuwapa furaha mashabiki wa Yanga kwamba wachezaji wao wengine leo hii wamepata nafasi ya kucheza. Ni mwisho wa siku Yanga walipata ushindi waliostahili, bao 1-0 kwa TMA. Licha kwamba wamepoteza, lakini kocha Haji Nuhu na wachezaji wake watapaswa kufurahia kwa sababu ya kiwango walichokionyesha uwanjani, ikikumbuka kwamba Yanga mechi 26 zilizopita walikuwa wamefunga mabao 81, wameruhusu mabao 10 katika michuano hii ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambayo wametoa ubingwa mara 4 mfululizo. Na sasa msimu huu walianza kushinda 2-0 dhidi ya Cosmopolitan, walishinda 7-1 dhidi ya Police Tanzania, lakini leo hii wanashinda kwa bao 1-0. Msimu uliopita Yanga wakati wakitoa ubingwa kombe la shirikisho la benki ya CRDB walikuwa wameshinda mechi zote ndani ya dakika 90. Hakuna mechi yoyote walioshinda kwa mabao yasiyopungua 2. Ndio maana mechi ya kwanza waliwafunga Kopko mabao 5-0, mechi ya pili waliwafunga Coastal Union 3-1, mechi ya tatu
walicheza dhidi ya Songea United wakaifunga 2-0. Mechi ya 4 walicheza dhidi ya Stand United wakaifunga 8-1. Mechi ya 5 ya nusu finali walicheza dhidi ya JKT Tanzania, Yanga walishinda 2-0. Finali mechi ya 6 walicheza dhidi ya Singida Black Stars wakaifunga 2-0. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri.